Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye hii YouTube channel, na ambapo tunapokea neno lake Mwenyezi Mungu. Elewa ya kwamba ili neno wadieni kila siku saa 8:30 usiku, ama ukipenda saa 8:30 alfajiri. Kila siku unalipokea ili neno na linakuwa la baraka. Kwa hivyo kuanzia saa 8:30 alfajiri, hata kabla uamke ujiandae na mambo yako, unaweza ukalifuatilia ili neno na linakuwa la baraka. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na hiyo jana hiyo jana ambayo ni Jumanne na basi Jumatatu tumekuwa tukijifundisha kutokana na kitabu cha Nahumu. Kujihimiza, na zaidi pia tunakuwa tunaweza kupokea kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Na hivyo siku ya leo ningependa kukuletea neno lingine kutoka tu kitabu cha Nahumu, na natumai ndio litakuwa la mwisho. Siku ya hiyo kesho tutaingia katika kitabu kingine, na najua Mungu atatubariki, lengo kuu likiwa ni ili pia tuweze kusoma Biblia kwa pamoja. Maana najua nikikupea mafunzo matatu kutoka kwa kitabu fulani, nawe utakuwa unatia bidii unasoma, na tutakuwa tunasaidiana. Ndio maana ni kambi ya wateule. Na hivyo pasipo na kupoteza wakati, siku ya leo ningependa nisome kwenye Nahumu sura ya 3 mstari wa 18 hadi 19, na Biblia inasema, wachungaji wako wanalala usingizi, mfalme wa Ashuru. Watu wako wenye heshima wamepumzika, watu wako wametawanyika juu ya milima, wala hapana mtu wa kuwakusanya. Jeraha yako haipunguziki, jeraha yako ni nzito sana. Wote wasikiao habari zako wapiga makofi juu yako. Kwa maana ni nani ambaye uovu wako au kupita juu yake daima? Baba, nena nasi kupitia hili neno lako, katufundishe, katuelimishe Baba Mungu wetu, katuhimize, katupe faraja, katupe mwelekeo, katupe na hata juu zaidi, ili neno lako Mungu wetu likanene na kila mmoja wetu, na ili maisha yetu yakabadilike. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na tumeona hapa kuhusiana na Waashuru ambao ni the Assyrians, na mji wao mkuu ulikuwa unajulikana kama Ninawi. Na hapa tunaona katika sura ya 3 ya Nahumu, hapa ni kuharibiwa kwa ufalme wa Waashuru, na ambao walikuwa wenye nguvu, na ambao walionekana hakuna yeyote yule angeweza kuwaweka chini. Wana wa Yuda walikuwa miongoni mwa mataifa ama watu na ambao walikandamizwa, ambao walisikia kuhusiana na ufalme wa Ashuru na kutetemeka. Lakini wakati huu hapa Nahumu katika sura ya 3, Biblia inakuwa inaenelezea sasa, unaona watu wanakuwa wanashangilia, unaona watu wanakuwa wanafurahia. Kwa sababu gani? Kuharibiwa kwa ufalme wa Ashuru, mji wa Ninawi, na ambao ilikuwa ndio ngome kuu ya huu ufalme wa Assyrians. Na hivyo hata unaona mwandishi anasema kwamba watu wote, kwa maana ni nani ambaye uovu wako au kupita juu yake daima. In simple, mataifa yanashangilia, watu wanashangilia kwa sababu huu ufalme na ambao ulikuwa muovu, ufalme na ambao ulikandamiza kila mtu, basi hatimaye unawekwa chini. Na hapa tunaona ya kwamba jiji la Ninawi lilionekana aliwezi likaguzwa, lilionekana hakuna yote yule na ambaye anaweza akaliangusha, lakini sasa liliangushwa na likawa tambarare. Ule ufalme ukasaulika. Na ni nani huyu aliyefanya ule uharibifu? Ni Mungu wa mbinguni, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Na ndio maana neno lake linasema, si mimi ni Mungu wa wote wenye mwili?
Je, kuna jambo lolote gumu lile nisiloliweza? Ndiyo, Washuru walikuwa wenye nguvu. Washuru walikuwa taifa na ambalo tunaweza tukasema lilitawala ulimwengu wote, lakini hakuna vile lingemshinda Mungu. Mungu kuwaacha waendelee na uovu wao si kumaanisha alikuwa ameshindwa na wao, ni kumaanisha kwamba nyakati zote, jinsi uliona hiyo jana, Mungu ni mvumilivu, na uvumilivu wa Mungu unakuja wakati na ambapo ni yeye ni mwenye upendo, na hivyo anavumilia wakati uko katika dhambi, anavumilia wakati uko katika uovu, na ili akupe nafasi na ili uweze na kutubu. Na hivyo uvumilivu wa Mungu juu ya makosa fulani uja na ili Mungu akupe nafasi utubu, kwa sababu yeye mwenyewe ni upendo. Na hivyo huu muda wote Mungu alivumilia Washuru na aliwapa wakati wageuke. Pia aliwapa nafasi wana wa Yuda pia nao waweze kumgeukia na kumlilia yeye. Mataifa yaweze kumgeukia Mungu na kumlilia yeye, maana Mungu anatuambia tusifadhaike mioyoni mwetu, tumwamini Mungu na tumwamini pia na Kristo. Na unaona mstari mara tulianza katika Naumu sura ya 1 mstari wa 7, Biblia inakuwa inazungumza na kusema Mungu ni mwema na yeye ni ngome kwa wote wale wanaomtumainia, wanaomkimbilia, wale wanaomtegemea. Mungu watetea, anawajua. Na hivyo Mungu alitoa nafasi kwa hizi pande zote mbili. Huu wakati wote unapoangalia sura ya 1, sura ya 2, licha ya kwamba hichi kitabu chote ni kuhusiana na hukumu, huyu nabii Naumu anakuwa anatoa hukumu, ni ujumbe wa hukumu. Lakini licha ya kwamba ni ujumbe wa hukumu, pia kuna ujumbe wa faraja, kuna ujumbe wa kuinua mioyo ya watu wa Mungu. Maana ukiangalia hata Naumu, jina lenyewe linamaanisha faraja. Na hivyo licha ya kwamba amebeba ujumbe wa hukumu, katika ule ujumbe pia kunao faraja, kunao himizo. Hata sisi siku ya leo tuko katika ulimwengu ambao unafanana na jinsi Waashuru walikuwa. Tuko katika ulimwengu ambapo unajipata tuna mambo yametukandamiza, kuna mambo ambayo yametutesa, kuna changamoto na ambazo tumezipitia, lakini Mungu siku ya leo anakuambia hivi ni kwamba hilo ambalo lilionekana aliwezi likaondoka katika maisha yako, aliwezi likashindwa, sasa limeanguka. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, hakuna gumu atakaye ama hakuna nguvu itakaosimama mbele za Mungu. Hakuna nguvu itakayesimama mbele za Mungu. Mungu anaweza akawa mvumilivu, si kumaanisha hizo nguvu zimesimama mbele yake au dhidi yake, maana hata Biblia inatuambia Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza akawa kinyume na sisi? Sisi tumeokoka, sisi tunamjua Mungu, sisi tumembeba Kristo ndani yetu. Hata changamoto ziwe zipi, hata dhuluma ziinuke zipi, hata nguvu ziinuke zipi, kile tunachojua tumembeba Mungu, na hakuna yeyote yule na ambaye anaweza akasimama dhidi ya Mungu. Mungu anaweza akawa mvumilivu kutokana na huruma zake, kutokana na upendo wake, maana hata wale waovu ni wake, na anawapa nafasi na ili waweze kugeuka, na ili waweze kutubu. Na hivyo uvumilivu wa Mungu si kumaanisha ni mdhaifu, si kumaanisha nguvu zimemshinda. Anakupa nafasi na ukatubu. Na hivyo huu mji ulionekana hawezi ukaangushwa, lakini sasa umeangushwa. Na hivyo ndio maana ujumbe unakuwa unatuhimiza kwamba hakuna mfumo, kwamba hakuna nguvu, kwamba hakuna adui aliye na nguvu kuliko Mungu. Mwimbaji akaimba akasema, all power is in your hands, El Shaddai, O Elohim. Yaani nguvu zote zi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Na mimi husema hivi, hata wale waovu hizo nguvu wanatumia, wamekodishiwa tu, ni ile tu wameazimwa. Wakati Mungu anaposimama, hizo nguvu zote anazichukua, hizo nguvu zote anazitiisha. Na ndio maana nimekuja kukuhimiza, haijalishi nini unalolipitia, labda watu wenu, uko wenu umepitia, unaweza kuwa wewe sasa umefika wakati wewe kuvunja hiyo limitation, kuvunja hizo
hizo vikwazo, kuondoa hiyo mifumo na ambayo ilisimama kinyume na ukoo wenu, jamii zenu, familia zenu, watu wenu. Kuna hilo na ambalo limeonekana kwamba haliwezi likaisha. Labda kuna jambo na ambao ni pattern imekuwa ikijirudia. Hapa Washuru walikuwa hivyo, wana wa Yuda na mataifa mengine yaliona Washuru hivyo kwamba wezi wakaangushwa, lakini wakati Ninawi iko chini, wakati Ninawi imeharibiwa kabisa, na hivyo wakaelewa ya kwamba hakuna mfumo ulio juu ya Mungu, hakuna nguvu zilizo juu ya Mungu, hakuna uadui ama hakuna adui anaweza akawa mkuu kuliko Mungu. Na hivyo elewa hili, Waashuru na mji wa Ninawi uliona kana kwamba hauwezi ukaguzika, na hivyo ulijawa na kiburi. Mfalme alijawa na kiburi, na hivyo wasichojua neno la Mungu linatuambia vizuri zaidi, kiburi huja kabla ya kuangamizwa. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa na mji wa Ninawi na Waashuru, maana kiburi kilitangulia na wakaangushwa. Vivyo hivyo na sisi maisha yetu. Hebu angalia, kuna kiburi chochote kimeingia katika maisha yako, elewa kwamba ni njia ya kuangamizwa, umeanza kuitengeza. Kwa hivyo kama kuna kiburi kimeinuka katika maisha yako, ambia Mungu nisamehe, tubu, itisha Mungu neema, maana Biblia inatuambia yeye wapa neema waliojinyenyekesha, lakini uwapinga walio na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Na angalia, Mungu yeye uwashusha wanaojiinua. Vivyo hivyo ndo alifanya na Ninawi na Waashuru, walijiinua, hawakugeuka, wakamwangalia Mungu, akaelewa ndiye Mungu mwenye nguvu. Hawakufanya vile, lakini kutokana na kiburi chao kikasababisha waangushwe. Kutokana na kiburi chao Mungu akawashusha. Na hivyo shika hili siku ya leo, haijalishi nani umekuwa uking'ana na yeye, haijalishi nini umekuwa ukilipitia, haijalishi wewe ni nani. Nimekuja kukuambia hivi, nguvu za mwanadamu ni za muda, mamlaka ya mwanadamu ni ya muda. Mamlaka, Mungu ndiye anayetawala milele na milele, na heri kumtegemea Mungu, heri kumwangalia Mungu. Ndio amekubariki, ndio amekuweka katika mamlaka fulani. Wewe elewa ya kwamba kunaye Mungu juu yako. Kama Nebukadriza, Mungu alimfundisha na Nebukadriza hatimaye akaelewa kunaye mfalme wa wafalme. Vivyo hivyo ndio Mungu, hizi vitabu zimeandikwa zitufundishe. Sisi huenda tumeingiwa na kiburi, maana tumeachieve kitu fulani, tumeingiwa na kiburi. Tunaweza ongelesha watu venye tunataka, tunaweza pita juu ya vichwa vya watu, lakini Mungu amekuja kutuonya kwamba kiburi utangulia mwanguko, na Mungu washusha waliojiinua. Heri ujinyenyekeshe, heri utembee kwa utiifu mbele za Mungu, kwa unyenyekevu mbele za Mungu. Hata kama uko na nguvu za aina gani, ukitembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu wako, maana anasema mwanadamu, nimekuonyesha lililo njema. Tembea kwa unyenyekevu mbele ya Mungu wako, kuwa na utu wema. Haya ndio mambo Mungu anataka kutoka kwa mwanadamu, na ndio maana hata uovu unapokithiri yeye huwa mvumilivu, maana anampa mwanadamu nafasi na ili kuweza kugeuka. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa Mungu anatunenea wale na ambao labda tumefinyiliwa, wale na ambao tuko mamlakani, wale na ambao tumeachieve mambo katika ulimwengu na tukaona ni kana kwamba ni kwa nguvu zetu. Nimekuja kukuambia mamlaka ya mwanadamu, nguvu za mwanadamu ni za muda. Mungu ndiye anayetawala milele na milele. Heri umwangalie. Na hivyo angalia hapa, licha kwamba Nahumu alikuwa anazungumzia kuhusiana na hukumu na uharibifu, hapa ujumbe pia ulikuwa wa faraja kwa Yuda. Jinsi nimekuambia, jina Nahumu lenyewe linamaanisha faraja, na hivyo Mungu angali anazungumza na sisi hata siku ya leo. Mungu huwatetea watu wake, Mungu huhifadhi maisha ya watu wake. Na hivyo nataka kusema nini? Kwamba hukumu ya Mungu inalinda watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo faraja inakuja kutokana na sisi kujua kwamba Mungu ndiye mwenye nguvu na Mungu anatawala milele. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa ninapomalizia kwamba neno la Mungu ndilo la mwisho. Neno la Mungu ndilo la mwisho, na yeye ni mfalme wa amani, na yeye ni mwaminifu. Ukimtegemea, ukimwangalia, uwe mamlakani, usikuwe mamlakani, umedhulumiwa, uwe katika, najua kuna kila mtu nanena naye katika sehemu aliyo.
Hapa wakati huu inauma akizungumza, watu walikuwa all type. Waashuru walikuwa na tawala, walikuwa wenye nguvu, walikuwa na mji ulikuwa mkubwa. Kuna wengine walikuwa wanafinyiliwa na kuna wengine walikuwa hapo katikati, na kila mmoja katika ujumbe wa Naumu, Mungu alizungumza na kila mmoja, alitoa onyo kwa Waashuru na pia akawapa faraja watu wa Yuda. Lakini tunaona Waashuru hawakusikiliza. Vivyo hivyo na sisi, kila wakati Mungu anazungumza na sisi, huenda je hatusikilizi? Ni vema usikilize na upate lililo la kwako, kwa sababu Biblia inatuambia iwapo mnataka na kutii, mtakula mema ya nchi, lakini mkiasi mtauawa kwa upanga. Ni katika Isaya inasema vile. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo angalia hapa, unapoangalia katika hichi kitabu cha Naumu, nilikwambia ndio ujumbe wangu kutoka hichi kitabu cha Naumu wa mwisho. Unapokiangalia kwa ujumla, kuna mambo kinatufunza. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kwamba Mungu afanyiki kuwa tofauti wakati wa changamoto. Mungu abadiliki wakati wa tabu, wakati wa shida, wakati wa mateso. Mungu abadiliki kwa sababu wewe ni mwenye nguvu, wewe umekuwa mamlakani, wewe uko juu ya wengine. Huwa alibadilishi Mungu. Uwe na vyote uwe umekosa, Mungu huwa abadiliki, na Mungu huwa abadilishwi na hali zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tushike hilo. Na hivyo pili, tushike hili kwamba Mungu ndiye kimbilio la wale wanaomtumainia. Mungu ndiye ngome kwa wale wanaomtumainia. Na kisha nikimalizia, Mungu ndiye atakayekuwa na usemi wa mwisho. Mungu ndiye atakayeibuka kuwa mshindi, maana yeye anatawala milele na milele. Kwa hivyo ni wewe kuchagua, unataka kuwa upande upi? Unataka kuwa upande wa Mungu ama unataka kuwa upande mwingine, ukielewa ya kwamba Mungu ndiye atasalia kuwa mshindi. Hakuna yule na ambaye anaweza akamshinda Mungu. Sasa Biblia inatuambia sisi tu zaidi ya washindi ndani ya Kristo, na sisi tumemruhusu Kristo ndani yetu. Si tuchague basi kumtii Mungu na kutembea kwa utiifu mbele za Mungu, maana anatuambia, nikirejelea ule mstari tulianza nao kujifundisha katika hichi kitabu, Naumu sura ya 1 mstari wa 7, kwamba Mungu ni mwema na yeye ni ngome imara kwa walio taabuni. Kwa hivyo unaweza ukamkimbilia na kumchagua Mungu. Usichague kiburi, usichague watu, chagua Mungu na utaona maisha yako yakibadilika. Hizo hali zimeonekana kuishi, haziwezi zikaondolewa. Mungu ako na uwezo wa kuziondoa. Huu ukosefu umeonekana, umejaribu kila uwezalo, hausaidiki. Mungu anaweza akaondoa hilo lote. Waashuru walikuwa hivyo katika hiyo hali iliyo hivyo, ndo Waashuru walionekana kwamba hawezi wakaangushwa, kwamba hakuna mmoja yule anaweza katawala dhidi yao. Lakini wakati Mungu alishuka, mji wa Ninawi uliwekwa flat. Mruhusu Mungu katika maisha yako, hizo shida unazozipitia zitawekwa flat na Mungu atajitukuza. Haijalishi nini walolipitia, wakati unamruhusu Mungu, hilo limeonekana limeshindikana, atafanya kuwa tambarare. Uko pale unanitazama na unasema, Mchungaji Benson, mimi nataka kuchagua upande wa Mungu. Nimeng'ang'ana, nimejaribu hata nguvu, niko na kila kitu ninachohitaji, lakini nimegundua siku hii leo kwamba kiburi huja kabla ya mwanguko mkubwa, na kwamba Mungu huwashusha waliojiinua. Siku ya leo mimi niko na kila kitu, simjui Mungu. Labda hata umeteseka, umjui Mungu. Nataka nikupe hiyo fursa uweze kumpokea Kristo. Nataka nikupe hiyo fursa uweze kuwa upande wa Mungu, na ambao ni upande ushindi umehakikishwa. Licha kwamba changamoto zitakuwa, lakini hatimaye kuna ushindi uliohakikishwa, na ni ndani ya Yesu Kristo. Unataka kumpokea huyu Kristo, unataka kuokoka, sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Huu wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu, aniongoze kwenye hii safari nimeianza siku ya leo, aniwezeshe na hata anidumishe. Katika jina la Yesu Kristo naokoka
na kuamini. Baba, ni asante kwa kunena nasi kupitia hichi kitabu cha Nahumu. Mungu wetu, umekuwa ukinena nasi tangia siku ya Jumatatu, na umetufundisha Baba kwamba hakuna nguvu zilizo juu yako, kwamba wewe ndiye uliye na ushindi wa mwisho. Ndiyo, watu wako wanaweza wakapitia changamoto mbalimbali, lakini kunalo hakikisho, kuna ushindi. Baba, umetukumbusha mara nyingine, kiburi huja kabla ya mwanguko mkubwa, na pia umetukumbusha kwamba wewe unawashusha waliojiinua. Zaidi umetukumbusha kwamba Mungu wetu, tunapokutumainia wewe utakuwa faraja yetu, wewe utakuwa ngome yetu. Mungu wetu, ni asante kwa kunena nasi, ni asante kwa kunena kila mmoja wetu, ni asante kwa wana ambao pia umenena na wao, na siku ya leo wamechagua kukupokea wewe, wameamini mioyoni mwao, na hivyo Biblia inasema ya kwamba wale waaminio wasipotee. Baba, hawa wasipotee Baba, waelekeze katika njia zako, maana wamekupokea wewe, wamekukubali wewe ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwao. Mfalme, wadumishe katika uokovu Baba, wape uvumilivu, wape neema yako ya kusimama Baba hata katikati ya changamoto, wakielewa kuna ushindi mwisho, wakielewa kwamba watakapojiinua utawashusha. Mfalme mkuu na mtakatifu, ni asante kwa kunena nasi. Jitwalie sifa na utukufu Baba kupitia hili neno lako, na hata siku ya leo Baba tuongoze na utushindanie Baba. Baba, wanaotafuta kazi wafunguliwe milango ya kazi katika jina la Yesu Kristo. Baba, walio wagonjwa natangaza uponyaji wao katika jina la Yesu Kristo. Baba, waliofungwa natangaza kufunguliwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie juu zaidi, jitukuze na ujitwalie sifa katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Tumetamatisha mafundisho katika kitabu cha Nahumu. Majaliwa yake Mwenyezi Mungu, kuanzia hiyo kesho Alhamisi tutaanza kitabu kingine. Tuangalie tu mambo mawili matatu na Mungu atatubariki. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, nimekuwa wa baraka. Hii YouTube channel imekuwa ya baraka, hii huduma imekuwa ya baraka. Unaweza ukaisupport kwa kutoa sadaka zako, kutoa mchango wako, na Mungu atakubariki. Na unatoa kupitia M-Pesa line 0792593648 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya unaanza na kodi ya Kenya +254 792 593648 +254 792 593648. Pia kuna PayPal address ambayo ni email address bnsnmwanza@gmail.com. Sema nami katika majukwaa yote nimekupa, pia ndio ya kutoa mchango wa kwako, support ya kwako, na Mungu atakubariki. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.